Bwana, kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Desemba 15, 2025 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Kwa upande wa ligi ya NBC, mechi nambari 32 Singida Black Stars dhidi ya TRA United, mchezo uliotamatika kwa Singida kukubali kichapo cha goli 3-1 kutoka kwa TRA United. Bwana, mchezaji Khalid Aucho wa klabu ya Singida Black Stars ya mkoani Singida amefungiwa michezo 5 na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kitendo kisicho cha kiwana michezo kwa kumpiga na kumsukuma mchezaji Adamu wa klabu ya TRA United wakati wa mchezo tajwa hapo juu. Bwana, adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 21 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu Alex Pancras kutoka Dar es Salaam amepewa onyo kali kwa kosa la kushindwa kutafasiri vyema sheria za mpira wa miguu na kushindwa kuchukua hatua stahiki kwa kitendo cha ukiukwaji wa sheria na za mpira kilichofanywa na mchezaji Khalid Aucho. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha kwanza kifungu kidogo cha kwanza nukta 6 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa uamuzi. Mechi nambari 31 Simba Sports Club dhidi ya Azam FC, mchezo uliotamatika kwa Azam kuibuka na ushindi wa goli 2-0. Mchezaji Jonathan Soa wa klabu ya Simba Sports Club ya mkoani Dar es Salaam amefungiwa michezo 5 na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kufanya kitendo kisicho cha kiwana michezo kwa kumpiga kiwiko mchezaji Himidi Mau wa klabu ya Azam wakati wa mchezo tajwa hapo juu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 21 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Mchezaji Alassane Kante wa klabu ya Simba ya mkoani Dar es Salaam kwenye mchezo huo pia amefungiwa michezo 5 na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kufanya kitendo kisicho cha kiwana michezo kwa kumpiga teke kwa makusudi mchezaji Faisal Salum wa klabu ya Azam wakati wa mchezo tajwa hapo juu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 21 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu Abdalla Mwinyi Mkuu kutoka Singida ameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko 5 kwa kosa la kushindwa kutafasiri vyema sheria za mpira wa miguu na kushindwa kuchukua hatua kwa vitendo vya ukiukwaji wa sheria za mpira wa miguu vilivyofanywa na wachezaji Jonathan Soa na Alassane Kante katika mchezo huo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha kwanza kifungu kidogo cha kwanza nukta 6 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa uamuzi. Mechi nambari 46 Coastal Union dhidi ya Yanga Afrika, mchezo uliotamatika kwa Yanga kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Klabu ya Yanga ya mkoani Dar es Salaam imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la shabiki wake kuruka uzio na kuingia kwenye eneo la kuchezea kwa maana ya pitch, ambapo shabiki huyo alionekana kufika hadi kwenye goli la timu ya Coastal Union na kuinama kama ishara ya kutafuta kuchukua ama kuweka kitu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Muhimu, bodi ya ligi kuu Tanzania inazikumbusha klabu zake kuendelea kusisitiza umuhimu wa michezo wa kiungwana na tabia njema mchezoni kwa wachezaji, viongozi na mashabiki wake. Ukumbusho huu unakuja kufuatia mfululizo wa matukio ya wachezaji kufanya vitendo visivyo vya kiwana michezo kwa wachezaji wenzao, ikiwemo kupiga. Pamoja na kuhatarisha usalama wa wachezaji, matukio hayo pia yamekuwa yakileta taswira mbaya kwa ligi yetu, jambo ambalo linaweza kushusha hadhi yake, na kwamba licha ya adhabu kali ambazo zimekuwa zikitolewa kwa wachezaji husika, bado matukio hayo yameonekana kuendelea viwanjani. Kwa upande wa ligi ya Championship ya NBC, mechi nambari 61 African Sports Club dhidi ya Trust Camp, mchezo ambao ulitamatika kwa Trust Camp kuibuka na ushindi wa goli 2-0. Klabu ya Trust Camp ya mkoani Dar es Salaam imetozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kuwakilishwa na maofisa 4 badala ya 5 kwenye kikao cha maandalizi ya mchezo kuelekea mchezo tajwa hapo juu, kinyume na matakwa
ya kanuni ya 17 kifungu cha pili kifungu kidogo cha 2.1 ya Championship kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya Championship kuhusu taratibu za mchezo. Kwa upande wa First League, mechi namba 7A Alliance FC dhidi ya Biashara United, klabu ya Alliance ya mkoani Mwanza imepewa ushindi wa mabao 3 na pointi 3 katika mchezo tajwa hapo juu, huku Biashara United ikipoteza mchezo huo kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 31 ya First League kuhusu taratibu za mchezo. Biashara United ilisababisha mchezo huo kuvunjwa katika dakika ya 67 baada ya wachezaji wawili wa timu hiyo iliyoanza mchezo ikiwa na wachezaji 8 tu kuumia na kushindwa kuendelea na mchezo, hivyo kufanya timu hiyo kusalia na wachezaji 6 pekee, ambapo hawezi kufanya mchezo uendelee kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 30 ya ligi ya First League kuhusu taratibu za mchezo. Mechi namba 10A Pan Africa FC dhidi ya Moro Kids, klabu ya Pan Africa mkoani Dar es Salaam imepoteza mchezo tajwa hapo juu, na timu ya Moro Kids imepewa ushindi wa mabao 3 na alama 3 kwa kosa la Pan Africa kushindwa kuandaa mchezo huo kikamilifu, jambo lililosababisha mchezo huo kushindwa kufanyika kwa mujibu wa kanuni. Pan Africa ilishindwa kupeleka uwanjani gari maalum la kubebea wagonjwa kwa maana ya ambulance kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 7 ya First League kuhusu taratibu za mchezo, hata baada ya kupita dakika 30 za kusubiri kwa mujibu wa kanuni. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 7 ya First League kuhusu taratibu za mchezo na kanuni ya 32 kifungu cha 1 ya First League kuhusu kuvuruga mchezo.